kwa sababu vitu sahihi hakuna, au vitu sahihi vikitokea watu hawavisapoti. Wanawake zaidi ya 200 wa dini ya Kiislamu wanataraji kukutana mkoani Arusha katika kongamano kubwa la wanawake lenye lengo la kuwafundisha kujikwamua kiuchumi pamoja na kutoa elimu kuhusiana na afya ya akili, ambapo mgeni rasmi ni Mheshimiwa Asma Ali Mwinyi, mbunge wa jimbo la Welezo, ambaye pia ni mkurugenzi wa Asma Mwinyi Foundation, huku watu mbalimbali wakitaraji kutoa elimu akiwemo mgeni Madam Leila Abubakari. Naitwa Asma Ali Hassan Mwinyi, mbunge wa jimbo la Welezo. Ujio wangu kuja katika Arusha siku hii ya leo ni kwamba tunatarajia panapo hai na uzima, kesho tarehe 23 kuna kongamano la wanawake wa Kiislamu ambalo limelenga katika kuwainua kiuchumi, kujifunza kuhusu masuala ya kiuchumi na pamoja na afya ya akili, na pia kujifunza dini yetu nini inachosema. Lakini pia ni kwamba nitoe wito kwa wote ambao wapo wamebahatika kuwepo hapa katika jiji la Arusha, basi tuungane kwa pamoja siku ya kesho saa 2 asubuhi Arusha Mall. Na pia bado kuna uelewa mdogo si tu kwa mwanamke wa Kiislamu kuhusu afya ya akili. Kwa hiyo pia kuna bado ni kitu ambacho elimu haina mwisho. Kwa hiyo kila siku mtu anajifunza kitu, na ndio maana tukaona tuitane kwa pamoja katika kuelimishana na kueleweshana katika hizi nyanja 3 ambazo tumezitaja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi majina yangu naitwa Leila Abubakari, ni mtaalamu wa saikolojia na masuala ya afya ya akili. Nimekuja Arusha leo kwa ajili ya tamasha kubwa la wanawake kesho pale AM Mall hapa Arusha. Taanza saa 2 asubuhi. Lengo la mimi kufika, niko kama mzungumzaji, nitakuwa na mada 2. Mada ya kwanza itahusu masuala ya uchumi kwa wanawake wa Kiislamu, lakini mada ya pili nitazungumzia masuala haya ya kujitambua na kufahamu masuala ya afya ya akili, hasa katika mrengo huu wa dini yetu ya Kiislamu. Maana yangu ni kwamba wajua elimu haina mwisho na kujifunza tumehalalishiwa, ni lazima kwetu. Kwa hiyo nadhani mambo haya ikiwa tutajikita katika kujitafutia elimu, kwa sababu tumeambiwa tutafute elimu hata kama iko China, kwamba tukisikia matukio kama haya ya uelimishaji, ya semina, tujitokeze kwa wingi. Kama mwanamke uko nyumbani una binti zako, ni wakati huu sasa wa kutoka nao katika mtoko kama huu, kwa malengo ya kuja kuwafahamisha mambo yanavyokwenda hususan katika dunia. Kwa nini watu wanachukua taarifa ambazo si sahihi, au mnaona watu wanaiga vitu sio sahihi? Kwa sababu vitu sahihi hakuna, au vitu sahihi vikitokea watu hawavisapoti. Sasa tuvisapoti vitu sahihi ili mabinti zetu wa vijana wetu wasipoti vitu ambavyo sio sahihi. Manake tunarudi pale pale. Sisi wazazi ni kuwaonyesha watoto vitu sahihi na jamii kusapoti watu wanaofanya vitu sahihi ili tuweze kuondoa vitu ambavyo sio sahihi katika jamii zetu. Asante sana. Kwa majina naitwa Inigenja Nikombolwe, ni mwenyekiti wa taasisi ya Muzima Link Tanzania. Maandalizi yetu yamefika hapa zuri, kila kitu kiko sawa, wageni wetu tumeshawakaribisha, wamefika salama. Na siku ya kesho tunatarajia watu 200, tunaomba wafike mapema kuanzia saa 2 asubuhi ili tuweze kwenda na ratiba kama ilivyopangwa. Lakini kingine ni kwa wanawake wa Kiislamu tu pia au hata madhehebu mengine wanaruhusiwa kushiriki? Tunakaribisha wanawake wa Kiislamu hii tu, na ndio fursa yao ya kujifunza masuala ya uchumi ambayo yatakuwa katika sheria ya dini yetu ya Kiislamu. Ndio.